Unataka kufanikiwa kwenye kilimo cha parachichi? Basi sikiliza. Leo tunakupa zile hatua 8 za kitaalamu ambazo ni lazima, yani lazima uzijue, ili uepuke hasara na upate mavuno ya uhakika. Twende kazi. Sawa, hebu tuanzie hapa kwenye lile tatizo kubwa ambalo linawatesa wakulima wengi sana. Umeshawahi kujiuliza, hivi kwa nini napanda miche yangu mingi halafu inakufa kabla hata haijafikisha mwaka? Jibu linaweza kukushtua kidogo. Hebu fikiria hili. Takwimu zinaonyesha kitu cha kusikitisha sana. 30%, yani kati ya miche 10 unayopanda, miche 3 inakufa ndani ya mwaka wa kwanza hapa Tanzania. Hii ni hasara kubwa mno. Sasa wengi wetu tunakimbilia kusema, niliuziwa miche mibovu, lakini ngoja nikwambie ukweli. Tatizo kubwa sio miche. Hapana. Tatizo ni jinsi tunavyopanda. Yale makosa madogo madogo tunayofanya wakati wa upandaji ndiyo yanayotugharimu sana. Leo tutafunua siri ambazo wataalamu wanazitumia na wakulima wengi hawazijui. Okay, sasa tunaingia kwenye suluhisho. Kabla hata hujachimba shimo, kabla hujagusa mche, jambo la kwanza kabisa ni uamuzi wa nafasi, yani spacing. Mfumo gani utatumia? Hii itaamua jinsi utakavyolisimamia shamba lako na faida utakayoipata kwa miaka mingi ijayo. Sawa, tazama hapa. Una machaguo makuu 8. Kama unataka shamba ambalo ni rahisi kulihudumia na litakupa mavuno kwa muda mrefu, nenda na mita 8 kwa 8, unapata miche 62 kwa heka. Kama unataka faida iji haraka kidogo, basi mita 6 kwa 6 inakupa miche 110. Sasa ukitaka miche mingi zaidi, mita 5 kwa 5 itakupa miche 158, lakini hapa jiandae na kazi ya kupugua kweli kweli. Na kama shamba lako lina mfumo wa umwagiliaji wa matone, basi mfumo wa hedgerow wa mita 4 kwa 7 ndio bora zaidi. Unaona, kila mfumo una uzuri na changamoto zake. Na hapa sasa ndipo ushauri wa kitaalamu unapokuja. Sikiliza, kama lengo lako ni kuuza parachichi nje ya nchi, yani export, tumia nafasi kubwa kama mita 7 kwa 7 au 8 kwa 8. Kama wewe ni mkulima mdogo mwenye eka 1 hadi 3, basi mita 6 kwa 6 ndiyo inakufaa zaidi. Na kwa wale wawekezaji wakubwa wenye mitaji na mifumo ya drip, nafasi ndogo kama mita 5 kwa 7 inawaletea faida kubwa zaidi. Basi, umeshachagua nafasi sahihi. Sasa, tuingie kwenye kiini hasa cha somo letu la leo. Zile hatua 8 za kitaalamu za kupanda mche wako. Ukizifuata hizi, nakwambia, unapunguza hatari ya mche kufa kwa kiasi kikubwa sana. Tuanze. Hatua ya kwanza. Usisubiri siku ya kupanda. Andaa shimo lako siku 2 au 3 kabla. Changanya udongo wa juu na samadi na mbolea vizuri. Pili, muda ni muhimu. Panda aidha asubuhi na mapema au jioni kabisa. Kamwe usipande kwenye jua la utosi. Tatu, na hapa naomba usikilize kwa makini sana. Unapotoa ule mfuko wa plastic, tumia wembe ukate. Usije ukavuta. Ukivuta tu, unakatakata ile mizizi midogo muhimu na mche unateseka. Na 4, hii ni muhimu sana. Kina cha upandaji. Hakikisha kile kiungio, ile graft, kinabaki juu ya udongo. Usikifukie kamwe. Tunaendelea. Hatua ya 5. Baada ya kuweka mche, funika shimo na bonyeza udongo taratibu. Tengeneza kama beseni dogo la kuzunguka shina ili liweze kutunza maji. 6. Mara tu umemaliza, mpe maji yake ya kwanza, lita 10 mpaka 15. Mimina taratibu. 7. Weka matandazo, majani makavu au nyasi. Lakini acha nafasi kidogo kati ya matandazo na shina la mche ili kuzuia magonjwa ya kuoza. Na hatua ya 8, ya mwisho, simika kijiti pembeni na ufunge mche wako kwa kamba laini ili upepo usimsumbue. Kabla hujaenda kwenye mche unaofuata, simama hapo kwanza. Jiulize maswali haya kwa kila mche. Je, kiungio kiko juu ya udongo? Nimeweka beseni la maji? Nimeweka matandazo? Nimemwagilia? Nimeandika tarehe ya kupanda? Hii checklist ndiyo itakayohakikisha hujaruka hatua yoyote muhimu. Sawa, ukifata hizi hatua 8, tayari wewe uko mbele sana ya wakulima wengine. Umejenga msingi imara. Lakini kama unavyojua, kilimo ni sayansi na ni safari. Hizi hatua ni mwanzo tu.
Ili upate faida kubwa na kuwa mtaalamu haswa, unahitaji maarifa ya kina zaidi. Hizi hatua 8 tulizozungumza ni sehemu ndogo tu, yaani ni kama tone kwenye bahari ya maarifa yaliyoko ndani ya kitabu hiki, Kilimo cha Parachichi Tanzania. Hiki ni kitabu ambacho kitakushika mkono kutoka kupanda hadi kuvuna. Humu ndani, yaani utapata kila kitu: ratiba kamili ya mbolea kwa mwaka mzima, mwongozo wa jinsi ya kufunga mfumo wa umwagiliaji wa matone, jinsi ya kupogoa mti wako kwa usahihi, programu kamili ya dawa, kila kitu unachohitaji. Ni sura 15 za maarifa yaliyoandikwa na Daudi Mwakalinga, mtaalamu mwenye uzoefu wa miaka 13 shambani. Sasa, thamani halisi ya maarifa haya yote ni shilingi 500,000. Lakini kwa sababu lengo letu ni kuona wakulima wengi wanafanikiwa, kwa watu 99 wa kwanza tunatoa ofa maalum. Badala ya 500,000 utapata kitabu hiki kwa shilingi 45,000 tu. Na tunajiamini kiasi kwamba tunakupa hakikisho hili: ukisoma kitabu hiki na uhisi hujajifunza kitu chochote kipya cha kukusaidia, tutakurudishia pesa yako yote bila kukuuliza swali hata moja. Hatari yote iko upande wetu. Wewe huna cha kupoteza. Kupata kitabu chako ni rahisi sana. Kwanza, tuma shilingi 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Pili, nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, tuma ujumbe wenye jina lako na anwani yako ya barua pepe. Ndani ya dakika 5 tu, kitabu chako kitakuwa kimekufikia. Tafadhali kumbuka, hii ofa ya punguzo kubwa ni kwa ajili ya watu 99 wa kwanza pekee. Usikubali fursa hii adimu ikupite. Chukua simu yako sasa hivi na tuma ujumbe WhatsApp kwenda 0763071007. Anza safari yako ya kugeuza kilimo chako kuwa biashara yenye faida kubwa leo.